Naam, karibu tena ndugu mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri katika nyanja za kisiasa na katika mitandao ya kijamii usiku wa leo. John Heche adaiwa kuzuiliwa mahabusu ya Mtumba, afungiwa na jeshi la polisi na kunyimwa dhamana ya kutolewa huru. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina kutoka Chadema. Chama cha upinzani Chadema kimethibitisha kuwa makamu mwenyekiti wake taifa John Heche anashikiliwa na polisi katika mahabusu ya Mtumba mjini Dodoma. Tangazo hilo linafuatia siku kadhaa za sintofahamu na taarifa zinazokinzana kuhusu mahali alipo baada ya John Heche kukamatwa nje ya Mahakama Kuu ya Tanzania jijini Dar es Salaam mwanzoni mwa wiki hii. Kwa mujibu wa taarifa rasmi ya chama hicho, John Wegesa Heche alihojiwa na maofisa wa idara ya uhamiaji mnamo siku ya Ijumaa Oktoba tarehe 25 mbele ya mawakili wake na kaka yake. Inasemekana kuwa mahojiano hayo na jeshi la polisi yalilenga madai kwamba John Heche alikiuka sheria za uhamiaji kwa kuvuka mpaka na kuingia Kenya bila kibali kinachostahili, madai ambayo chama chake kimekanusha vikali. Katika kikao hicho, John Heche alisemekana kutoa ushirikiano wake kikamilifu huku akishikilia kuwa hajafanya kosa lolote. Chadema ilionyesha kusikitishwa na uamuzi wa mamlaka ya kumnyima dhamana ya kumwachilia huru na kuendelea kuzuiliwa John Heche. Ingawa kosa linalodaiwa kuwa ni la kuruhusu dhamana kisheria kwa mujibu wa sheria za Tanzania, taarifa ya chama hicho imesisitiza kuwa bado John Heche hajaachiliwa huru na imesisitiza pia kuendelea kushikiliwa kwa John Heche ni sawa na matumizi mabaya ya madaraka na ukiukwaji wa haki za msingi za binadamu. Walishutumu serikali ya Samia Suluhu Hassan kwa kutumia taasisi za serikali kukandamiza upinzani wa kisiasa na kunyamazisha sauti zinazopingana, wakiita kutendewa kwa John Heche ishara ya wazi kupungua kwa nafasi ya kidemokrasia humo nchini. Kesi ya John Heche imepata usikivu wa kitaifa na kimataifa pia kwa haraka, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakielezea wasiwasi wake kutokana na kukosekana kwa uwazi kuzuiliwa kwake. Waangalizi wanaona kuwa kukamatwa kwa John Heche na baadaye kuhojiwa na mamlaka ya uhamiaji kunaonekana kuwa na msukumo wa kisiasa, hasa wakati Tanzania inaelekea kwenye kipindi cha uchaguzi wenye mvutano mkubwa. Viongozi wa Chadema wanasema kumweka kizuizini John Heche bila uhalali wa kisheria na kumnyima dhamana kunadhoofisha imani ya wananchi katika utawala wa sheria na kuondoa imani katika mfumo wa mahakama wa taifa. Kukamatwa huku kwa John Heche kumetokea siku ya Jumatano Oktoba tarehe 23 mwaka 2025, muda mfupi baada ya kufika Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam kwa ajili ya taratibu tofauti za kisheria. Mashuhuda wa tukio hilo wakiwemo wanachama wa Chadema na wataalamu wa sheria waliripoti kuwa askari kanzu walifika kwa John Heche na kuingia kwenye gari lake na kuondoka naye. Hata hivyo, kutoweka ghafla kwa John Heche kuliweza kuzua taharuki ndani ya chama cha upinzani awali walipoweza kumkosa katika vituo kadhaa ambavyo waliweza kumtafuta, huku saa zikizidi kuwa siku bila taarifa rasmi kutoka kwa polisi ziliweza kuzua hofu. Hatimaye siku ya jana waliweza kufahamu kituo gani ambacho John Heche ameweza kuzuiliwa, na hii iliwapatia afueni na kuondoa wasiwasi. Hatimaye udhibitisho ulipokuja kwamba John Heche yuko chini ya ulinzi mjini Dodoma ulileta afueni ama ahueni na hasira mpya. Viongozi wa Chadema walitaka kujua ni kwa nini ilichukua siku kwa mamlaka hiyo kufichua kuwa John Heche anashikiliwa na kueleza usiri huo kuwa ni kinyume cha sheria na kinyume cha maadili. Walishutumu polisi wa Tanzania kwa kumficha kwa makusudi John Heche ili kuwatishia viongozi wa upinzani na kuvuruga shughuli za chama kabla ya kampeni za kisiasa. Katika mawasiliano yake rasmi, Chadema iliitaka serikali kuheshimu haki za kikatiba na kuhakikisha John Heche anapata mchakato wa kisheria wa haki na wa uwazi. Chama hicho kiliwataka polisi kumwachilia John Heche mara moja au kumfikisha katika mahakama ya sheria iwapo kuna mashtaka halali. Walizikumbusha mamlaka kuwa katiba inamhakikishia kila raia akiwemo John Heche haki ya mawakili wa kisheria, dhamana na kesi ya haki. Kizuizi kinachoendelea kwa John Heche kimeibua hisia tofauti kwa wananchi na wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa, na baadhi ya Watanzania wanahoji kuwa sheria lazima ichukue mkondo wake ikiwa kweli John Heche alikiuka taratibu za uhamiaji, huku wengine wakiona tukio zima ni la kisiasa ili kudhoofisha upinzani. Wachambuzi wanasema kulengwa kwa kiongozi wakuu ama viongozi wakuu wa upinzani kama John Heche kunaonyesha mwelekeo mbaya mpana wa vitisho kabla ya uchaguzi ujao.
Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanapendekeza kwamba matibabu ya John Heche yanaweza kuwa na athari kubwa kwa sifa ya kidemokrasia ya Tanzania. Wanaonya kwamba kuendelea kuzuiliwa kwa uhuru wa upinzani kama inavyoonyeshwa na kesi ya John Heche kunaweza kusababisha uchunguzi wa kimataifa na shinikizo kutoka kwa washirika wa kimataifa wanaotetea haki za binadamu na mageuzi ya kisiasa. Ndani ya Tanzania, familia ya John Heche imezungumza ikionyesha kusikitishwa na ukosefu wa mawasiliano thabiti kutoka kwa mamlaka. Walithibitisha kuwa kaka yake John Heche alifanikiwa kumtembelea kwa muda mfupi akiwa chini ya ulinzi mkali akifungiwa, lakini walisema bado wana wasiwasi kuhusu ustawi wake na upatikanaji wa uwakilishi sahihi wa kisheria. Chadema imeahidi kuendelea kutoa msaada wa kisheria na utetezi wa umma hadi John Heche atakapoachiwa huru. Tukio hilo pia limevutia waangalizi wa kisiasa wa kikanda ambao wanahoji kuwa kesi ya John Heche inaangazia mwelekeo unaoongezeka wa kuharamisha shughuli za kisiasa katika Afrika Mashariki. Wanadai kuwa kunyamazisha sauti za upinzani kama John Heche kunadhoofisha kanuni za kidemokrasia na kukatisha tamaa ushiriki wa raia katika utawala. Kwa Watanzania wengi, sakata la John Heche limekuwa kielelezo cha mapambano mapana kati ya mamlaka ya nchi na uhuru wa raia. Katika siku zijazo, Chadema imeapa kuandaa hatua za amani za kisheria na kidiplomasia kudai haki ya John Heche. Chama hicho kinasisitiza kuwa hakitatishika kunyamaza, kikimtaja John Heche kama kiongozi jasiri ambaye uhalifu wake pekee ni kusema ukweli. Mashirika ya kiraia pia yanatoa wito kwa serikali kuzingatia uwazi na uwajibikaji katika kushughulikia kesi ya John Heche, wakibainisha kuwa ukiukwaji wa taratibu zinazofaa unaweza kuweka historia ya hatari kwa migogoro ya kisiasa ya baadaye. Wakati hali hiyo hatari ikiendelea, macho yote yanabakia kwa serikali na vyombo vya sheria na Chadema kuona jinsi watakavyoshughulikia zuio la John Heche. Upinzani unashikilia kuwa uadilifu wa kidemokrasia nchini unategemea kutendewa haki kwa viongozi kama John Heche ambao kesi zao zinawakilisha kiini cha uhuru wa kisiasa nchini Tanzania. Hadithi inayojitokeza ya John Heche imekuwa sio tu kuhusu mtu mmoja, lakini mtihani wa kitaifa wa haki, katiba na tabia ya maadili ya taasisi za serikali. Katika uchambuzi wa mwisho, kuzuiliwa kwa John Heche kunatumika kama ukumbusho wa usawa kati ya mamlaka na uhuru katika demokrasia inayopevuka. Shinikizo linapoongezeka kutoka ndani na nje ya Tanzania, matokeo ya kesi ya John Heche yanaweza kufafanua jinsi historia inavyokumbuka wakati huu wa kisiasa, kama ushindi wa haki au onyo la ubabe unaotambaa. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimefanikiwa kukuandalia sasa hivi. Ningependa uweze kupitia upande wa comment section unijuze maoni yako ama uandike maoni yako kuhusiana na zuio hili la John Heche bila kupatiwa dhamana licha wakili wake kumtetea. Vile mtazamaji, na kuomba uweze kubonyeza alama ya like chini ya video hii, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Ukifanya hivyo itakuwa kama malipo yako kwetu, vile itakuwa umetusaidia kwa sana. Alafu mtazamaji, bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako. Endapo utabonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako, kitaweza kukuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi.